Pigia Yesu makofi mazuri. Yes, baada ya baraka Roho wa Mungu jinsi alivyotuombea na Roho wa Mungu jinsi alivyotutawala, na bado kuna uwisi uwepo wake, na Roho mwenyewe bado yuko hapa. Bwana yuko, utukufu wako umejaa kila mahali, na Mungu anazidi kuwa mkubwa kwetu na anazidi kutenda makuu sana. So tunaingia katika kipindi kingine ambacho Mungu ni wakati wa kuangalia roho yako kama alivyoangalia roho ya Ibrahimu. Ikiwa unatulia hivyo ulivyo, wakati unapumua hivyo ulivyo, ni vizuri sana kupumzika. Ikiwa sasa unaenda kumtolea Mungu sadaka zako vizuri bila wasiwasi yoyote. So andaa sadaka yako nzuri. Kuna sadaka unaweza toa kwa bahasha, pigeni ya nadhiri, unaombea jambo lako fulani na kumtolea sadaka yako ya amani ili akubariki, akupe amani, kutenda mambo makubwa. So asanteni sana kwa wale ambao wanaona kuna umuhimu kwa kumtolea Mungu. Kwa hiyo na ufahamu ya kwamba ni kwa nini nafanya hivyo. Mungu akubariki. Mungu akubariki sana. Tolea Mungu wako tu. Baraka zikija ni Baba. Mungu anaombea kupitia Baba. Tunaombea baraka kwa sasa. Kwa hiyo bahasha kuna maandishi huko nyuma. Ni maandiko ya Biblia haya. Naweza soma tu. Na ukapata jibu kwa hiyo. Kitabu ni cha Malaki 3:10 hapo. Inakuzungumzia vizuri sana, ambao kwa hapo unaweza isoma. Nasema leteni zaka zenu kamili ghalani, ili iwemo chakula katika nyumba yangu. Ulijaribu kwa njia hiyo, nasema Bwana wa majeshi, ujue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagia baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha, au la. Fanya hivyo. Unahitaji baraka, unahitaji kukombolewa, unahitaji kufunguliwa. Aha, kuna mama moja kama unaona mfuko wa green hapo. Mpatieni mwenyewe, anataka kumtolea Mungu sadaka yake. Yes. Mfuko wa green.
mfuko wa green mahali unauona, mahali hapa sikuta nikute mashaka. Umepata mfuko? Hebu tuangalie hapo chini hapo mahali umepata. Na mfuko huko. Huo mfuko wa green huo ni wa nani? Angalia mwingine. Angalia tu hapo chini yako, chini ya meza hapo, wazee. Hapo kwa kina praise. Mwanaume usichungulie chini. Usichungulie chini mwanaume. Acha mama achungulie. Hao wenyewe wanajua nakaa na style. Hiyo. Haya, asante sana. Haya. Endelea tu kuandika, si utakuharakisha. Basi ukuta. Nini niesiwe. Na sadaka zangu nazinua pamoja na fungu langu la 10 kwa Bwana, pamoja na shukrani zangu na sadaka yangu. Katika jina la Yesu tunainua hii sadaka yetu juu. Tunapoinua hii sadaka, Bwana, moja ndio manukato kwa sadaka kwenda kubariki maisha, sadaka itakayonyamazisha mizimu yote ya kale na kuinua amani na kuinua afya na kuinua
baraka za Bwana. Angalia wewe unaenda kumtolea, itazame tu Mungu wako. Kuna jambo ambalo limekuwa likisumbua moyo wake mpaka sasa ameamua kukutolea Bwana. Wale wangu wote ukasikia kwa sababu ya matoleo haya, uende ukasikia maombi yake, maana ulitaka kujua roho yake kama ni kweli anakupenda, na sasa anakupenda mpaka ameamua kukutolea. Kila ayatoaye na tamanio la moyo wake, leo ndio unajua moyo wake vile unavyowaza. Unajua vile moyo wako unajua tamani Bwana wangu. Sote tumeelekea kwenda madhabahuni kwenda kumtolea Bwana. Bariki Bwana. Wanaenda sana. Sasa kutoka kubondeka Bwana. Ipokee sadaka. Bwana, tumetoka kunyenyekea sasa. Bwana, kama yule mama yale hakutoa na kujiendoa. Sikia leo angalau kaondoa hiyo ya talaka na baba mwingine kama anayoogopa kinyume chake. Katika moyo, toa katika mguso wa moyo, toa katika moyo. Isa katika mguso Mungu leo, Isa katika mguso Mungu leo. Nimefikia Mungu kama ile sadaka ya kadhalika uliyosema maombi yako na sadaka zako Bwana. Asante. Umesikia, umevunja maagano, umevunja uchawi, umeharibu kila dira mbaya, umetuinulia baraka, kwa sababu tunapiga kulibariki jina lako na kulitukuza na kulitia sadaka. Mungu, sifa zote na utukufu wa jina lako. Amani, tumeomba sote na hata kuamini. Amen. Basi ni wakati wa kwenda kumtolea Mungu.
Yeah.
tunakutolea katika pembe ya mwisho. Wacha baraka zetu zikandike, sadaka zetu zikandike, kwa sababu Bwana tumekubariki kupitia sadaka. Bwana wangu, ni ibada ambayo Bwana unaijua. Yesu, tunapoingia katika kipindi kingine cha sifa, wacha Bwana tunakusifu wewe, maana ulisema unapatikana katika sifa. Tunahitaji kukuona katika kipindi hiki. Kila atakaye kuchezea Baba akawe kama Daudi alivyobarikiwa na kupiganiwa Bwana. Maana Daudi alicheza sana mbele zako. Alikuwa akitoka vitani tu, alikuwa akikuabudu tu. Anasema Bwana wangu, yeye anapatikana katika sifa. Nikamwona tena roho wa sifa wakati Paulo na Sila wakiwa gerezani. Maandiko yanasema waliomba na kumsifu Bwana, mpaka milango ya gereza ikafunguka, na watu wengine walikuwa wamefungwa bila hatia pia wakafunguliwa. Basi Bwana, tunapofanya sifa hii, fungua pamoja maisha yetu na familia zetu. Wengine wamefungwa mateka bila hatia yoyote, Baba utawakomboa. Yesu wangu, ninakushukuru kwa kipindi hiki ambacho tunaenda kuingia sasa. Basi pokea sifa zote na utukufu katika jina kuu la Yesu Kristo aliye hai. Baba, tumeomba na kuamini. Tunaingia katika